Fikiria dunia ambapo anasa hazina mipaka, ambapo ndege binafsi zina mikanda ya usalama iliyopakwa dhahabu, mashua zenye kifahari zinafanana na majumba yanayosafiri majini, na nyumba zinakaa zaidi kama makumbusho ya utajiri. Hii si ndoto, ni maisha ya kila siku ya mwanamfalme Salman kutoka Saudi Arabia, mwanaume tajiri zaidi duniani. Utajiri wake uko zaidi ya uelewa, na mtindo wake wa maisha unajieleza hivyo kwa njia ambazo wachache hata wanaweza kufikiria. Majumba na makazi, wakiishi kwa anasa ya kifalme. Karibu kwenye Chateau Louis XIV, kilichopo nje kidogo ya Paris, mahali inapoonekana kama inamilikiwa na kitabu cha historia, lakini imejaa na teknolojia ya karne ya itutun. Hiki chateau chenye thamani ya dola milioni 3 ndicho kiwakilishi kamili cha anasa, na chemchemi zenye dhahabu, sanamu za marumaru, na pishi lenye chupa 10,000 za divai bora duniani. Na tusisahau mfumo wa usalama usionekana. Ni ndoto ya James Bond ikikamilika, isipokuwa lile gari la Aston Martin. Hizi nyumba tu ni tamko. Mapambo ya ndani ya majumba ni ya kifahari sana hivi kwamba unaweza kufikiria mara mbili hata kabla ya kuketi kwenye kochi. Inaweza kuwa kipande cha sanaa isiyopimika, lakini kipenzi cha mkusanyo wa mwanamfalme Salman hauzuiliwi hadi Paris. Rudi Riyadh. Majumba yake hufanya hata Versailles ionekane kama Airbnb ya kifurani. Waja juu ya ukumbi mkubwa wa kucheza, bustani binafsi kubwa kiasi ambacho bustani anahitaji GPS, na marumaru iliyosafirishwa katika wingi wa kutosha kushindana na Roma. Majumba haya si makazi tu, ni tamko la ubadhirifu wa usanifu, ukichanganya utamaduni wa Kiislamu na kiwango cha anasa kinachofanya familia zingine za kifalme ionekane duni kwa kulinganishwa. Nani anayepata heshima ya kufurahia mazingira haya? Kila idara ya jamii ya dunia. Viongozi wa serikali, wafalme, matajiri wa biashara na watu maarufu wameshawahi kuambua kwenye meza zake za chakula za kifalme. Orodha ya walioalikwa inajumuisha marais wa Marekani, viongozi wa Ulaya, wafalme wa Mashariki ya Kati, wafanya biashara kama Elon Musk na nyota wa Hollywood kama vile Leonardo DiCaprio, Will Smith na Mariah Carey. Hizi sherehe ni zisizo na mfano, ambapo viongozi wa dunia hufurahi pamoja na washindi wa tuzo za Oscar, ikileta mtandao wenye thamani kwa wote. Miliki wa mali zilizo kote duniani, mtawala Salman hafungi kwa muda wa saa moja tu. Ana makazi ya kifahari kote duniani, kutoka London hadi Maldives. Mikusanyiko ya kifahari ya mtawala Salman ni ya kustaajabisha. Kati ya utukufu wa Chateau Louis XIV, jumba la Al-Yamama la mtawala Salman huko Riyadh linasifika kama hazina nyingine katika mkusanyo wake wa makazi ya kifahari. Jumba hili, kama kitovu cha nguvu na ustadi wa Saudi, limebadilisha upya utukufu. Fikiria viumba vikubwa vilivyopambwa na taa za dhahabu na kupambwa kwa marumaru, viumba vinavyopuliza ukuu wa kifalme, na bustani zenye utaratibu ambazo zinaweza kuwa uzuri wa kadi ya posta ya kifalme. Si ajabu kwamba timu iliyotolewa inafanya kazi kwa bidii kuhifadhi kila undani, ikionyesha mahitaji ya prince wa ukamilifu. Na inapofikiriwa kwamba utukufu hauwezi kuzidiwa, mtawala Salman bado anajivunia jumba lake la Erga huko Riyadh, kitovu cha kifalme kinachounganisha usanifu wa Kiislamu wa jadi na anasa za kisasa. Mahali hapa, viongozi wa dunia hualikwa kufurahia mazingira ya anasa na ya utulivu, kujadili mwelekeo wa mataifa. Na ikiwa joto la jangwani kali sana, mtawala ana nyumba yake huko London, katika Kensington Palace Gardens. Mali yenye thamani ya pauni milioni 200 yenye sinema, spa na bwawa la ndani. Ni kilele cha ukuu wa mijini, mchanganyiko wa ubunifu wa kiklasiki na teknolojia ya hali ya juu. Na kisha inaibuka kisiwa chako binafsi huko Maldives, kimbilio kamili kwa kitropiki. Fikiria vijiji kando ya bahari, maji yenye uwazi na mchanga mweupe safi, vitu vyote vikiwa vimepangwa kutoa faragha na ubora wa kipekee.
ni peponi ambapo kupumzika kunakutana na ukarimu wa kifalme, kamili kwa kuandaa mikutano yenye ubora wa kipekee. Lakini mtazamo wa anasa wa mfalme Salman hauishii tu kwa sasa, bali unakwenda mbali kwa mbele na jiji la Neom. Mji huu wa kisasa wa dola bilioni maratus ni kitu kisicho cha kawaida katika hadithi za kisayansi, ambapo majengo yanayotembea yanang'aa dhidi ya macho ya jangwa na makazi yaliyounganishwa na AI yanatabiri mahitaji yote kabla hata ya wewe kufikiria. Ni mtindo wa maisha wa hali ya juu sana unaofanana na mlango wa karne ijayo, ambapo magari yasiyo na dereva yanakwea mitaani na teknolojia ya hali ya juu inachukua kila sehemu ya maisha. Sio tu jiji, bali ni jaribio kubwa la Mfalme Salman la kuunganisha anasa isiyo na kifani na ubunifu wa mapinduzi, kuweka kiwango kipya cha ubora wa kile ambacho kinaweza kuja baadaye. Tunapotoka kwenye ustari wa Neom wa kisayansi, tunaamua kuzingatia na kuzama katika upande mwingine wa mtindo wa maisha anasa wa Mfalme Salman. Kutoka majumba hadi mafurahi, unyenyekevu wa Salman hauishi. Jiunge nasi kwenye njia ya papo hapo tunapoingia kwenye ulimwengu wake wa magari ya kifahari na magari ya kigeni, ambapo kasi inakutana na neema. Magari ya kifahari na magari ya kigeni ni uwanja wa kuchezea wa mabilionea. Hii sio tu maegesho ya kawaida yenye magari, ni mkusanyiko utakaowashangaza hata wapenzi wakubwa wa magari. Rolls Royces, Ferraris, Lamborghinis, Bugattis, anayo yote, na wakati wewe ni mrithi wa kiti cha ufalme cha Saudi Arabia, hivi sio magari tu, ni kweli ni zawadi. Rolls Royce Phantom hii maalum ni imara kuliko hazina ya benki, imejazwa kwa vioo vya risasi, mambo ya ndani yaliyobinafsishwa ya ngozi na teknolojia zaidi kuliko duka la Apple. Gari hili ni kama ngome kwenye magurudumu na tabia kidogo zaidi. Ikiwa umewahi kufikiria kuwa gari lako linahitaji usalama zaidi, waza kuendesha Rolls Royce ambayo inaweza kuhimili kasi kwenye kishindo cha gari kama filamu ya hatua. Mfalme Mohammed bin Salman hana tu magari, anawalia. Garaji yake ni maonyesho ya kipekee ya anasa, kasi na ubunifu na modification za kibinafsi ambazo zinaakisi sifa zake na hadhi yake. Hapa kuna mtazamo wa karibu kuhusu baadhi ya vitu utakavyopata ndani ya uwanja wa kulipizia wa mabilionea wake. Linapokuja suala la anasa, Rolls Royce Phantom mara nyingi ndilo gari ambalo magari mengine ya kifahari huyaheshimu. Phantom uliobinafsishwa wa Salman, hata hivyo, unapeleka hili kwa kiwango kipya. Mbali na kuwa na ulinzi wa risasi, umewekwa na teknolojia ya kisasa, ikiwa ni pamoja na mfumo wa sauti uliobinafsishwa ambao ungezifanya nyota za muziki kulia, pamoja na mambo ya ndani yaliyotengenezwa kutoka kwa vifaa bora na kibao cha taa cha kipekee cha Rolls Royce Starlight, ambapo dari huliwa na maelfu ya taa ndogo ili kuiga anga la usiku. Na tukisema kuwa baadhi ya nyota hizi zinaweza kuwa kweli ni almasi, kwa nini usiongeze kidogo zaidi bling kwenye safari yako? Na ikiwa umewahi kufikiria labda naweza kuhitaji Ferrari ya pili, Mfalme Salman anguliza, kwa nini si tatu au nne? Kati ya mkusanyiko wa Ferraris ya Mfalme Salman ni Ferrari F12 Berlinetta, gari linalunganisha muundo wa kifahari na nguvu ya kustaajabisha. F12 Berlinetta ni mojawapo ya magari ya barabara ya haraka zaidi ya Ferrari. Ikilinganishwa inaweza kwenda kutoka 0 hadi maili 10 kwa saa katika sekunde t.12. Lakini hii sio kuhusu kasi tu, ni pia kuhusu mtindo. Toleo la Salman linakuja katika rangi iliyobinafsishwa, ikiwa na maelezo ya mambo ya ndani yatakayochoropoka moyo wa mtu yeyote mpenzi wa magari. Kutoka kwa maelezo ya nyuzi za kaboni hadi viti vya ngozi laini, hii Ferrari inakuja na kusisitiza ununuaji. Na wakati Ferrari ni nzuri, Salman anaamini kuwa aina ni viungo katika maisha. Kwa asili, gereji yake ina Ferraris kadhaa, kila moja na marekebisho yake ya kipekee. Baadhi kwa kasi, wengine kwa maonyesho na wengine tu kuhakikisha kipekee. Cha mfano, ikiwa Ferraris ni vito vya taji la gereji yako,
Hatuwezi kusahau Lamborghini Aventador, gari lenye kivutio kikubwa hivi kwamba karibu linahitaji taa yake ya pekee. Lamborghini Aventador sio gari la kawaida, bali ni gari la kuvutia mawazo popote linapopita. Mfano ulioboreshwa wa Prince Salman una mwili uliopakwa rangi ya metali nadra, ambayo inabadilika rangi kulingana na mwanga unaoumiza juu yake. Chini ya kapu kuna injini ya V12 ambayo inavuma kama dhoruba juu ya magurudumu. Ndani kuna vifaa vya ngozi vilivyobinafsishwa na mapambo yaliyofanywa kwa mikono, kioo cha taarifa za kisasa kabisa, na teknolojia ya hivi karibuni ya kuendesha, na vipengele vyote vya anasa vinavyotarajiwa kutoka kwa moja ya magari yaliyo na upataji wa pekee zaidi duniani. Aventador ni aina ya gari unayolazimika kuendesha unapotaka kuvutia mawazo, kitu ambacho Prince Salman anathamini. Iwe unatembea kwenye mitaa ya Riyadh au kuharakisha kwenye njia ya faragha, hii Lamborghini inachanganya utendaji na mtindo. Na basi kuna Bugatti Chiron, kwa sababu unapofanya ardhi pia ni iwezekanavyo kuvunja rekodi za kasi kando ya njia. Bugatti Chiron ni moja ya magari ya uzalishaji yenye kasi zaidi duniani, na mfano wa Prince Salman sio ubaguzi. Uwezo wa kufikia kasi zaidi ya maili 260 kwa saa. Gari hili ni kipaji cha uhandisi, kikichanganya nguvu kali na uzuri unaochukua pumzi. Hata hivyo, Chiron wa Prince Salman sio tu kuhusu kasi. Ni toleo lililobinafsishwa na ndani, zilizotengenezwa kwa kipimo, rangi ya kipekee na mapambo ya anasa yanayomtofautisha na Chirons zingine zote barabarani. Kwa Prince Salman, kuendesha Bugatti sio tu swala la kuhamisha, bali ni kuhusu kuiacha alama yake. Mtetemeko wa injini, hakika kwamba gari hili litavutia macho yote popote linapopita. Kwa nini usiinue kiwango hata zaidi na baadhi ya magari yaliyoshomwa dhahabu, wakati tayari unamiliki magari bora duniani? Ndio, magari yaliyoshomwa dhahabu. Ukusanyaji wa mwanamfalme Salman unajumuisha magari kadhaa yaliyobinafsishwa na umaliziaji wa kifahari kama huo, kwa sababu mishowe kuna faida gani ya kuwa na utajiri mwingi bila kiasi kidogo cha fahari? Bali na anasa, magari haya yanawakilisha taarifa. Kutoka kwa Rolls Royces yaliyochomwa dhahabu hadi Lamborghinis zilizojaa vito, magari haya ni machanganyiko wa sanaa na kasi. Kila sentimita ya magari haya imefanywa kazi kwa umakini ili kung'aa kwa kweli barabarani. Fikiria kuwasili kwenye tukio kwa gari lililochomwa dhahabu. Zaidi ya kuwa chombo tu cha usafiri, ni uthibitisho kwamba wewe uko kwenye kiwango kimoja. Kwa mwanamfalme Salman, hii ni siku ya kawaida tu. Lakini ukusanyaji wake haupunguzi kwa anasa ya kifahari. Pia anathamini milki ya kale ya vitu. Ghorofa ya magari ya mwanamfalme ina vitu vya zamani nadra vinavyothaminiwa na wakusanyaji ulimwenguni kote. Kutoka Rolls Royces za zamani hadi Ferraris za kale, magari haya yamerudishwa hadi utukufu wao wa zamani na kubinafsishwa na mapambo ya kisasa. Kuwa na gari la kale sio tu suala la kufurahia uzuri wake, bali pia ni suala la kuhifadhi sehemu ya historia. Vituko vya Salman vimehifadhiwa katika hali isiyo na kasoro, na baadhi ya mifano inayokadiriwa kuwa nadra sana ni isiyoweza kubadilishwa. Moja ya vitu vya zamani vya kuvutia zaidi ni Ferrari 275 GTB ya 1967, ambayo inachanganya muundo wa milele wa Ferrari na ustadi wa mikono wa zama iliyopita. Gari hili, pamoja na mengine kama hayo, ni ukumbusho kwamba wakati teknolojia inavyoendelea, uzuri wa kweli ni wa daima. Ikiwa umewahi kufikiria kununua gari la kifahari au kumiliki ghorofa ya mwanamfalme Salman, inaweza kukufanya ubadilishe maamuzi yako ya maisha. Iwe kasi kama ya Bugatti, matindo wa Lamborghini au upweke wa Rolls Royce wa dhahabu, mkusanyiko wako unawakilisha paradiso ya magari. Hata hivyo, baada ya kutazama gari yako, sedan yako ya kawaida ya familia haitaonekana tena kwa njia ile ile. Ununuzi wa uburudani, sanaa, vito na vitu vya ukusanyaji. Mwaka wa dola, please
Prince Salman alifanya athari kimataifa kwa kununua kwa dola za milioni 400 zilizovutia Salvator Mundi ya Leonardo da Vinci, uchoraji ghali zaidi milele kuza kwa mnada. Na wapi kazi hii ya sanaa isiyoweza kupimwa inaonyeshwa juu ya moja ya yachts yake? Bila shaka, kuona kazi ya Da Vinci ikidekorisha kuta karibu na bwawa si jambo unaloliona kila siku. Wakati wengi wa watu wangefunga kazi ya sanaa kwenye chumba cha kusubiri, Prince Salman anapeleka mapambo ya makazi yake kwenye kiwango kipya, kuunganisha kazi za kipekee za Renaissance kwenye yachts yake. Mtindo huu mpya wa anasa unatoa suluhisho kamili kati ya sanaa na kujithamini. Hata hivyo, Salvator Mundi ni mwanzo tu. Upendo wa Prince Salman kwa sanaa umevuka karne na mabara, na mkusanyiko wa kipekee unajumuisha kuanzia kazi za kipekee za kisasa hadi kazi za kihistoria na vitu nadra. Kutoka kwa Picasso hadi Warhol, mkusanyiko wake unawakilisha ufahamu wa kina wa historia na utamaduni. Kwa kupindua mada, upendo wa Prince Salman kwa anasa pia unajumuisha vito na saa. Mkusanyiko wake unajumuisha saa zilizochongwa na almasi na vipande vilivyotengenezwa kwa uangalifu na wabunifu wakubwa duniani, huku wakionyesha chapa kama Patek Philippe, Vacheron Constantin na Audemars Piguet. Kutengenezwa kulingana na viwango vyake vya kuchuja, saa hizi ni onyesho moja tu la hazina iliyojaa vitu vya pekee vya matoleo ya kipekee. Hizi si tu vifaa vya kawaida, ni sanaa za kweli. Kwani ni kukaa na saa ya kawaida wakati unaweza kutumia kitu kinachostahili zaidi ya gari la kifahari. Mkusanyiko wa Mfalme Salmani unazidi kuwa wa saa, ukiwa na vito nadra na vitu vya kukusanyika vya kipekee kutoka kila sehemu ya dunia. Kutoka kwa vifaa vya kale vya Misri ya kale hadi samani za kifahari ambazo wakati moja zilikuwa mali ya wafalme, mkusanyiko wa Mfalme Salmani unatrefleksi hamu yake isiyotosheka kwa vitu nadra na vya thamani. Mkusanyiko wake wa vito, kwa mfano, una safiri kubwa kama mipira ya gofu, almasi safi na zumaridi ambazo zingemfanya Cleopatra ajivune. Hata hivyo, si vito na vito pekee vinavyomvutia. Mkusanyiko wa Mfalme Salmani pia unajumuisha sanamu za zamani na vitu vya kifahari kutoka kwa jamii zilizopotea zamani. Kumiliki kipande cha kihistoria kama chungu cha nasaba ya Ming au sanamu ya Kirumi kuna mfunga na sanaa ya zamani, na kuna samani. Zaidi ya kuwa mapambo tu, samani zinafanana zaidi na kazi za sanaa zinazoweza kutumika. Nyumba zake zimepambwa na viti vilivyofumwa kwa dhahabu, meza zilizopambwa na lulu na tasnia maalum ambazo zingeweza kuwaka katika maboma yote. Kila kipande kina hadithi, kutoka kwa viti vya mbao vilivyokatwa kwa mikono hadi mapazia ya hariri yaliyochumwa na mafundi stadi. Kwa Mfalme Salmani hakuna undani mdogo sana. Kila kipande katika majumba yake ni cha vifaa nadra zaidi, ambapo kila kitu kinawakilisha sio tu anasa, bali pia sherehe ya ujuzi wa ufundi na historia. Mapendeleo yake ya kupata vitu vya kihistoria muhimu yanamfanya kuwa mwakusanya vitu mzoefu. Mkusanyiko wa Prince Salman unaenea karne na tamaduni, kutoka kwa vipande vya kale vya Misri hadi vikombe vya ukuu wa Ming. Vipande hivi sio mapambo tu, wanawakilisha tamaduni zilizopita na kuhifadhiwa kwa uangalifu. Kufikiria kuwa na kikombe ambacho wakati moja kilipamba kasriku au sanamu kutoka wakati wa mafarao ni kutamini vipande vya historia. Jiko la makini la Prince Salman linahakikisha kuwa kila kitu katika mkusanyiko wake kina maana ya kina kuhusu tamaduni, kutoka kwa kazi za sanaa za kipekee hadi vitu nadra na vitu vya kihistoria. Mkusanyiko wake sio tu anasa, bali ni uhifadhi na sherehe ya mafanikio makubwa ya sanaa duniani. Mbali na sanaa na vipuli, Prince Salman huzamisha katika likizo za anasa na safari za kipekee. Linapokuja swala la burudani, yeye hafanyi mwanya.
Kwa nini kufurahia tu hoteli au kreskoti ya anasa wakati unaweza kukodisha kisiwa kizima? Mwaka wa 2015 alikodi kisiwa cha Vela, Maldives, kwa thamani iliyokadiriwa ya dola za Marekani milioni 50, akivutia umakini kwa kuchagua kwake kuwa kipekee. Vela, pahala pasiri ya kitropiki, ni moja ya marhamsi ya juu kabisa ulimwenguni, ambapo matajiri zaidi huenda kwa kukimbia halisi kutoka kwa dunia. Wakati Prince Salman anapendelea kupumzika, faragha ni ya msingi. Aliidhinisha kisiwa kizima ili kufurahia wakati wa pekee na marafiki wake wachache walio karibu, na jeshi dogo la wafanyakazi wa kibinafsi wakiwa tayari kutoa huduma. Likizo zake hazikuwa tu safari za kuogelea baharini. Zilikuwa zimejaa sherehe za faragha pwani zilizopiga hatua na filamu na DJs wa ulimwengu wakicheza wakati jua linachomoza juu ya bahari Hindi. Wakati wa chakula cha jioni, wapishi wenye nyota wa Michelin walitayarisha dhifa za gurume pwani, huku timu ya kisiwa ikiangalia kila maelezo ili kufanya uzoefu kuwa kamili. Vinywaji vya kipekee vilivyotumikwa kwenye mashua binafsi na matibabu maalum ya spa yaliyopangwa kwa kina na kutazama bahari vilikuwa baadhi ya vivutio vilivyopangwa kwa uangalifu kumvutia Prince na wageni wake. Orodha ya mwaliko kwa safari kama hizi za kupita kiasi ilijumuisha watu maarufu, viongozi wa kisiasa, mabingwa wa biashara na viongozi wa kimataifa. Katika mikusanyiko hii, nyota wa Hollywood walipumzika pamoja na watendaji wakuu wa makampuni ya Fortune 500, wakati mara kwa mara kiongozi wa nchi aliungana na kundi. Tukio pekee la mtandao ambapo watu wenye nguvu zaidi ulimwenguni walijadili biashara, kushiriki hadithi na kufurahia anasa ambayo wengi wanaweza kuota tu kufurahia. Kwa kuwa paradiso ya kitropiki pekee haitoshi, Principe Salman alihakikisha kwamba wageni wake walitendewa kwa maonyesho maalum. Wanamuziki mashuhuri kama Andrea Bocelli na Mariah Carey waliletwa kufanya maonyesho ya kibinafsi, sauti zao zikipenya jioni. Wageni waliburudika na champagne chini ya nyota, wakifurahia tamasha lililofanywa mahsusi kwa waliochaguliwa wachache, si umati mkubwa. Ilikuwa ni onyesho la faragha lilioandaliwa kwa ajili ya wachache walio na bahati. Fikiria wanamuziki maarufu zaidi duniani wakiburudisha kundi tule la VIP, wakipumzika kwenye mitandio au kucheza uchi kwenye machanga. Hii ndio mtindo wa tukio la kawaida ambalo Principe Salman hupanga. Zaidi ya hayo, likizo kamili haziwatoshi. Yachts binafsi yaliyoegeshwa karibu, tayari kuwapeleka wageni kwa siku ya kusafiri kwa tairi, uvuvi wa high sea au tu kusafiri kwa maji ya samawati ya kiu. Hausi yachts za kawaida tu, ni majumba ya kuogelea ya kweli yenye jacuzzis, cinema na nafasi ya kutosha kwa sherehe za dharura wakati wowote. Mbali na yachts, wageni walifurahia anasa ya juu ya kiberia. Ikiwa walitaka kuogelea kwenye maziwa ya kiu, kupata masaji wakati wanasafiri pwani, ama kufurahia vinywaji kwenye tairi huku pombu wakicheza mbali, kila wakati ulipangwa kutoa raha ya baharini. Na walipotafuta kimbilio kutoka kwa haka, spa ya kifahari ya kisiwa iliwapa kupumzika bila wasiwasi. Ikiwa na mtazamo wa kipekee wa bahari ya Hindi, spa hiyo ilitoa kutoka kwa vipindi maalum ya yoga hadi massages ya kupumzisha na mafuta ya kupendeza kutoka maeneo mbalimbali ya dunia. Wageni wa Principe Salman walifurahia vyumba vya matibabu binafsi na mtazamo wa bahari, ambapo walipata nafasi ya kupumzika kwa faragha kabisa. Lakini upendo wa Principe Salman kwa anasa haupunguki kwenye visiwa vya kitropiki pekee. Wakati wa likizo zake, Mfalme Salman anavutiwa na maeneo ya kigeni ulimwenguni kote, kuanzia fukwe za jua la Riviera ya Ufaransa hadi milima iliyofunikwa na theluji ya Alps ya Uswisi. Anapopanga kwenda kuteleza kwenye theluji, yeye sio tu anaweka akiba cha banda, lakini anakodi sehemu nzima ya mlima kuweka faragha yake.
akitegemea walimu maalum wa kuteleza na uzoefu wa baada ya kuteleza pamoja na divai bora na vitoweo. Mfano ni vila yake ya kifahari kwenye Riviera ya Ufaransa, ambayo inaenda zaidi ya nyumba ya kawaida ya pwani, ikiwa na maoni ya kushangaza ya bahari ya Mediterania, ufikiaji wa faragha kwenye pwani isiyosuguliwa na vyumba vikubwa vya kutosha kumwezesha kuhifadhi timu nzima. Vila ni kilelezo cha juu cha utu uzuri na mambo ya ndani yaliundwa na wabunifu na wapamba nyumba maarufu duniani. Wakati mwingine ambapo hayapo ananufaika na bwawa la kutokuwa na mwisho, Mfalme Salman anawaalika kwenye chakula cha jioni cha kipekee walimwengu wa kimataifa, wakifurahiwa na divai zenye ubora na vitoweo vyenye umaarufu, kutoa uzoefu mzuri kama upepo wa baharini. Au huenda yeye anatafuta hewa safi zaidi. Wakati wa baridi, inawezekana kumpata kwenye chale yake ya kifahari kwenye Alps ya Uswisi, ambayo haifuati kabisa kawaida. Ni kama kasri halisi katika theluji, na mpishi binafsi mtaalamu katika upishi wa kifahari wa milimani, spa yenye chemchemi za maji moto kuzuia baridi, na milima ya kuteleza iliyoengeweka upya kwa ajili yake na marafiki zake. Baada ya siku kwenye milima, Mfalme Salman na wageni wake hujipumzisha kwenye chale, wakifurahia vinywaji pembeni ya komeo, chakula cha jioni cha kipekee na burudisho za moja kwa moja. Uzoefu wote ni uliopangwa kwa lengo moja: kuruhusu kudai vitu bora ambavyo maisha vinaweza kutoa. Kwa Salman, likizo zake si tu safari za kukimbia, bali ni kuzamia katika uzoefu wa hali ya juu wa maisha. Hizi ni uzoefu, iwe ni kufurahia kisiwa kibinafsi huko Maldivi, kusafiri kwa bahari ya Mediterania kwenye yacht ya kifahari, au kwenda kuteleza kwenye milima ya Uswisi. Likizo zako zinaashiria wazo kwamba ukiwa na dunia mikononi mwako, kwa nini usitumie kila kitu kinachopatikana? Hizi si likizo za kawaida, ni ishara ya utajiri, nguvu na mtindo halisi wa maisha ya anasa, burudani yenye heshima kama ya kifalme, sherehe za kipekee na matukio. Mfalme Salman anajua jinsi ya kusherehekea. Iwe ni tamasha la kibinafsi kwenye yacht yake au tukio kubwa katika kasri lake la Kifaransa, matukio yake ni ya kihistoria. Tunazungumzia kuleta Maria Carey au Enrique Iglesias kuimba kwa kikundi maalum cha wageni, kwa sababu unapokuwa Mfalme Salman, wasanii waliojulikana zaidi duniani wako karibu na simu moja. Fikiria kuingia kwenye ukumbi wa sherehe unaokumbusha Versailles. Viandelier vya dhahabu, sakafu za marumaru zilizonong'ara sana, na meza ndefu zilizopambwa, na kifaa cha chakula kilicholoveshwa dhahabu, na champagne inayomwagika bila mwisho. Kutoka upande mmoja, unaweza kukutana na Leonardo DiCaprio, na upande mwingine wa meza, Cristiano Ronaldo, wakifanya mazungumzo ya kina na Elon Musk. Nyuma yao, wachefu wenye nyota Michelin wanajiandaa kwa chakula cha mikate cha vitumbua cha vitano pamoja na truffles, kifaranga beluga na champagne bora ya zamani. Dhifa hizi ni zaidi ya milo tu. Hizi ni uzoefu wa upishi. Wachefu wanachukuliwa kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kutengeneza menu ambazo zinashindana na mikahawa bora zaidi. Kila sahani ni kazi ya sanaa iliyobuniwa kwa viungo vya kipekee kabisa na kuletwa kwa staha. Lakini uchawi wa kweli hutokea baada ya chakula cha jioni. Maparti ya baada ya chakula cha jioni ya Prince Salman sio za kawaida kabisa. Mara nyingi hufanyika kwenye jahazi lake la kifahari la Serene au kwenye moja ya majumba yake makuu. Walikuwa huka kwenye viti vya kifahari wakisikiza Andrea Bocelli akitoa burudani chini ya nyota, au kucheza kwenye sauti za vipindi vya DJs wenye umaarufu duniani kama David Guetta. Mazingira yaliyojaa kibinafsi na anasa, pamoja na vinywaji bora na vitafunwa vya gurudumu vilivyoandaliwa, hufanya mikusanyiko hii kuwa ya kipekee. Nchi kavu, Prince Salman huandaa matamasha ya mandhari ambayo hayawi na dosari. Tuchukulie kwa mfano sherehe yake iliyotambulika ya kufunga kwa mavazi meupe ya jioni kwenye jumba la Palace Urga.
Walikuwa hufika wamevaa mavazi ya mtindo wa juu yaliyobinafsishwa, huku nyuso zao zikiwa zimefunikwa na barakoa zenye mapambo ya kipekee. Mwanga wa mishumaa hulowesha ukumbi wa muziki kwa mwangaza wa kupendeza, huku walikuwa wakisafirishwa nyuma kwa wakati hadi utawala wa karne ya 11. Kila undani, kutoka mapambo hadi maonyesho, umeandaliwa kwa umakini wa hali ya juu, ukiumba angala anasa kamili. Kwa kipekee zaidi, Prince Salman mara nyingine huandaa matukio katika stuu yake binafsi ya sanaa. Fikiria kufurahia mvinyo wa champagne karibu na kazi ya sanaa ya Leonardo da Vinci, ukiwa umezungukwa na kazi za kienyeji na sanaa ya kisasa. Hizi maparti katika stuuni za kipekee na binafsi, zikichanganya utamaduni wa hali ya juu na matabaka ya kijamii kwa njia ambayo Prince Salman pekee anaweza kufanikisha. Maparti ya nje ya nyumba ya Prince Salman pia ni ya kushangaza sawa na hizo. Kwa mandhari ya kupendeza ya mashamba yanayong'aa kwa mishumaa au dimbwi linaloendelea, fikiria tamasha binafsi kando ya bahari ya Mediteranea au onyesho la jazz chini ya nyota katika bustani ya kifahari. Vinywaji hupita kwa wingi, chakula ni kingi, na kila maelezo hutunzwa kwa uangalifu ili kutoa uzoefu usioweza kusahaulika. Hata hivyo, licha ya uboraji katika hizo sherehe, maisha ya Mfalme Salman yanazidi kuwa ya kifahari. Ambisheni yake ya kuwa na usawa kati ya utajiri na athari kubwa inaonekana wazi katika uwekezaji wake unaolenga mustakabali, hasa katika juhudi zake za kusasaisha uchumi wa Saudi Arabia na kuacha urithi endelevu ambao unazidi mwangaza na ubunifu. Gharama kubwa ya fahari hujumuisha kudumisha taswira ya umma na umiliki wa utajiri mkubwa. Hata hivyo, pamoja na utajiri mkubwa huja tathmini kali. Matumizi yenye anasa ya Mfalme Salman mara nyingi hukosolewa, hasa kutokana na tofauti kubwa ya utajiri katika Mashariki ya Kati. Kama njia ya usawa, yeye huwekeza kwa kiasi kikubwa katika shughuli za kibinadamu na mradi wake wa Vision 2030, ukiwa na lengo la kusasisha uchumi wa Saudia. Ni mstari mwembamba kati ya kuwa mawakala wa mabadiliko na kuwaruhusu mtindo wa maisha ambao ungevutia hata wafalme. Kampeni zake za uhusiano wa umma huzingatia kazi yake kwa Vision 2030, ikilenga mageuzi ya kiuchumi na hatua za kisasa zinazolenga kubadilisha Saudi Arabia kuwa uchumi wa baadaye. Kwa kifupi, Mfalme Salman si tu anafurahia maisha ya anasa, bali anayarekebisha. Kutoka kwenye majumba na mashua hadi kwenye sanaa isiyoweza kuamuliwa na kuishi kwenye visiwa binafsi, mtindo wake wa maisha unamaanisha nguvu, hadi na bila shaka utajiri mwingi. Nyuma ya mwangaza na ubunifu, kuna mtu anayetafuta kudumisha taswira yake ya umma na majukumu ya kuwa mmoja wa watu matajiri na wenye ushawishi zaidi duniani. Tunamaliza hapa. Asanteni sana kwa umakini wenu. Ikiwa mmestajabishwa, tafadhali chagueni moja ya masanduku yanayoonyeshwa kwenye skrini yenu kuangalia yaliyo kama haya zaidi.